Yes, wagwan my people, Gen Z inakuaje? Mambo ni gani? Mambo ni vipi? Karibu sana kwenye ulimwengu wa kutazama kile ambacho kinaendelea kwenye soka, na kubwa zaidi ni kutazama yale ambayo yamejadiliwa zaidi kwenye ulimwengu wa kimichezo. Na nikukumbushe tu kwamba jana nilikupa taarifa ya kwamba kuna kikao kizito ambacho kimeendelea pale Msimbazi kwa ajili ya kwenda kuamua ni nani ambaye wataendelea naye dirisha dogo, lakini pia kujua ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kurejea kwa ukubwa zaidi, lakini pia kuhakikisha wanapata matokeo chanya na hata kuweza kutetea kuweza kulitafuta taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara baada ya kuweza kulipoteza mikononi mwao kwa misimu minne mfululizo, wakati watani wao jadi Yanga wakiendelea kupambana kwa ajili ya kutetea taji hilo. Kwa upande wa Simba, wao kwa sasa hivi wanapambana kwa ajili ya kuweza kumpata kocha mpya, kocha ambaye atakuja kukinoa kikosi chao, lakini pia wanaangalia ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuboresha kikosi chao ili kuja kupata mafanikio makubwa zaidi kwenye ligi baada ya kuweza kurejea kutoka kwenye mashindano ya AFCON ambayo yanaanza kutimua vumbi tarehe 21 ya mwezi wa 12 mpaka Januari pale ambapo ndipo yatatamatika. Nadhani kama Januari 18 hivi ndipo mashindano ambayo ambapo yataweza kutamatika. Sasa kwa upande wa Simba kuna panga kali mno linaweza kupitishwa kuelekea dirisha dogo la usajili. Taarifa ambazo nimeweza kuzipata kutoka kwenye chanzo changu cha kuaminika ni kwamba wachezaji baadhi wanaweza wasiwe sehemu ya kikosi cha Simba kutokana na viwango vyao kutokukidhi mahitaji ya timu, lakini pia kutokana na kuonekana kwamba mbona kama wanakula tu mamilioni ya mwekezaji pamoja na Simba pasipo kuonesha kiwango bora katika wakati ambao wameitumikia Simba. Sasa kuna Awesu ambaye akitajwa kuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao watatolewa kwa mkopo endapo wataweza kufikia makubaliano, lakini kama watashinda kufikia makubaliano basi anaweza akakutana na rungu na kuweza kutemwa mazima. Lakini pia kulingana na ripoti ya mwalimu mkuu Selemani Matola na kocha aliyepita, inaelekea kuelekea dirisha la usajili Simba ikafanya maboresho yafuatayo kwenye maeneo tofauti. Simba inahitaji beki wa kati mwenye daraja la kati, yani inahitaji beki wa kati mwenye daraja la juu ambaye atakuwa ni beki wa kigeni, lakini pia namba 10 mwenye uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi za magoli, X Factor, yule ambaye Fadlu Davids alikuwa anamzungumzia kwa kipindi chote ambacho alikuwa anafanya usajili, lakini pia kwa kipindi ambapo alikuwa mnyamani. Lakini pia Simba inahitaji fullbacks namba 2 mwenye daraja la juu, either wa nje ama wa ndani. Unaona namba 2 hapa inatafutwa, ambayo itakuja kusaidiana na Show Me The Way, Shomari Kapombe. Pia Simba inahitaji golikipa mwingine wa kizawa ambaye atakuja kuongeza nguvu baada ya kuweza kumshuhudia Hussein Nabel akiwa anakalia mbao ndefu na bado hana mwelekeo wote mzuri wa kueleweka kwenye kikosi cha Simba, baada ya kuweza kumshuhudia pia Yakub Suleiman akiwa na madhaifu kadha wa kadha. So Simba nao pia wanatazama kuweza kumpata golikipa mwingine wa kigeni ambaye atakuja kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi pale Msimbazi. So kuna mwingine ni Duchu ambaye naye pia inasemekana kwamba yupo kwenye kutikavu. Kuna mtu kama Karabu Chamu naye pia kuna namna wanamtathmini, pamoja na Joshua Mutale Budo ambaye naye pia yupo kwenye kutikavu, naye pia wanamtathmini. Na nikukumbushe kwamba Budo naye ni sio leo wala jana alikuwa kwenye kutikavu. Nakumbuka msimu uliopita alikuja kuwaka kwenye mechi za mwishoni, lakini pia alikuja kuisaidia timu kwenye mashindano ya kimataifa, na ndipo ambapo akaanza kupata uhakika wa kuitumikia Simba na kupata namba ya uhakika kwenye kikosi cha kwanza. Lakini nje na hapo alikuwa tayari amekwisha kuwekwa kwenye kutikavu kwa ajili ya kutemwa kwenye kikosi kile cha Fadlu Davids. Lakini ndio hivyo kiwango kilikuja kuwaka na wakaona kwamba kuna namna anaweza kuongeza kitu, lakini kwa sasa hivi wamekisha kukubaliana kwamba huyu jamaa inabidi waweze kumtema na kuweza kutafuta X Factor mwingine ambaye atakuja kuisaidia timu ya Simba. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na wa mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Till next time, mimi ni Official PM.